Ujambo mtazamaji wangu anaye mpenzi wa kufuatilizia video zangu katika YouTube, TikTok na any platform ambapo unaweza kuwa unazifuatilizia video zangu. Cha kwanza ningependa kusema na kushukuru sana na nakufurahia na kupongeza sana. Pia wewe ni mtu wa thamani sana kwangu, kwa sababu ni vizuri kukuwa na watu wa aina yenu. Ni jambo la muhimu na ni jambo la baraka sana. Nashukuru pia kwa wale ambao wamenitakia afueni wakati ambapo nimekuwa katika hali ngumu, katika hali ya ugonjwa. Nimepitia kipindi kigumu, lakini nashukuru Mungu kwa sababu neema yake, utukufu wake umejitukuza ndani yangu. Nimezidi kuona mkono wake. Asante sana kwa wale walionitakia heri na heri nafuu. Mungu wa mbinguni awabariki na watendee mema. Siku ya leo nimeandaa kwa ajili ya kufundisha kuhusiana na jinsi ya kuishi katika nyumba, ya kuhamia katika nyumba. Kuna baadhi ya watu wengi wamekuwa wenye kulalamika kwamba mchungaji, ninahamia katika nyumba hii ninapata shida. Ninahamia katika hii nyumba ninanyongwa na mapepo. Mara wakati mwingine nasikia nanyonywa matiti, wakati mwingine na vitu, wakati mwingine haelewi ni nini kinachoendelea. Excuse me. Ningependa kukufundisha, nikueleze kwamba kabla sijaendelea sana, napenda tu kwamba unisikilize kwa makini, uelewe ninachokimaanisha. Cha pili, nitakuomba uweze kusubscribe hii video hii YouTube channel. Inaweza kuwa ya manufaa kwako sana ukiendelea kuzifuatilizia video zangu nyingi. Mimi kwa kawaida nafundisha kuhusiana na masuala ya kiroho, jinsi unavyoweza kukabiliana na matatizo yanayokutatiza. Yawe ni ya kiroho, yawe ni ya kifedha, yawe ni ya kimwili, yawe ni matatizo ya kila aina. Mungu amenipa uwezo, amenipa nguvu hizo kuweza kukabiliana nazo. Iwe ni magonjwa sugu, awe kuna mtu hata akiwa na kichaa, niko na uwezo wa kumtibu na akafunguliwa akapona. Awe ni yule mama ambaye ni tasa, mume ambaye hazai, mgumba, mtasa, ukiniona kwa uwezo wa Mungu amenipa ile karama, naweza kumsaidia kwa uwezo wake, akajifungua, akapata mimba, akapata ujauzito, akaweza kutungisha mimba. Kama ni mwanaume mathalan, huenda labda anajaribu huku na huku, lakini ni kama ambaye analima katika mwamba. Ninapenda kusema hivi kwamba siku ya leo naenda kufundisha kuhusiana na nyumba, jinsi ya kuhamia katika nyumba. Unajua nyumba katika ulimwengu wa kiroho, nyumba ni kaburi na pia kaburi ni nyumba. Na usipochunga vizuri sana, kuna nyumba unayoweza ingia ndani na ikaharakisha maisha yako kwenda mautini kabla ya siku zako. Na kuna nyumba ambayo unaweza ingia ndani yake ukawa, hata kama ulikuwa kwa ile nyumba ambayo ulitoka, ulikuwa na mashida nini na nini, lakini ukapata kuna improvement. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyumba huwa zinajengwa katika madhabahu na misingi mbalimbali. Na usipojua msingi ambao nyumba ambayo unaingia ndani imejengwa kwa msingi upi, itakuwa ni vigumu kuelewa. Na ndio maana unaona katika miji hapa mjini watu tunapata nyumba tu. Wewe wakati unapopatafuta nyumba, unatafuta nyumba kuweza kuishi, na unapata nyumba. Wewe ukipata nyumba hauulizii historia ya ile nyumba, na hata ukiulizia labda wenyewe hawataki kukueleza. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanajua labda wakikuambia kilichotendeka chenyewe ndani hautakubali, hautaingia. Sasa wakati mwingine unafichwa. Samahani. Na ningependa sasa leo hii nikueleze ni vipi, njia ipi ambayo inaweza kukusaidia wakati unapohamia katika nyumba mpya. Kitu cha kwanza, mtu wa Mungu, kama unahamia nyumba mpya, cha kwanza, kama unaishi particularly wale wanakaa Mombasa, make sure umechota maji lita 1 kutoka baharini, maji ya bahari. Na ukisha chota maji ya baharini, tafuta chumvi ya mawe. Kisha tafuta chumvi ya mawe, changanya yale maji na maji yako yale ambayo unataka kupigia deki ile nyumba. Wakati utaanza kupiga deki, kabla hujaanza kupiga deki, omba, sema: Baba, katika jina la Yesu Kristo,
Mungu wa mbingu na ardhi, natakasa nyumba hii na damu ya Yesu Kristo. Mungu wa mbingu na ardhi, naamini maji haya ni maji ya bahari. Bahari ina uwezo wa kubeba vitu na kupeleka, na ina uwezo wa kubeba vitu na kulete. Mfalme wa amani, Mungu mwenye uwezo, kama iliwahi ilete vitu vibaya katika nyumba hii, maroho mabaya, maroho za kuota ndoto mbaya, roho za kushtuka usiku katika usingizi, watoto wananyongwa na majini, mtu ananyongwa na majini, mimi ninaota labda ninalala na mapepo. Mfalme wa ajabu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu aliyeumba bahari akaumba mbingu na nchi. Baba, naomba uitakase nyumba hii kupitia maji haya ya bahari yaliyo na uwezo wa kubeba vitu na kupeleka na kubeba na kulete. Baba, naomba Mungu wangu, ninapotumia maji haya ifanyike kuwa kama kiondoleo kitakachoondoa nuksi na mikosi katika nyumba hii. Iondoe umaskini, iondoe njaa, iondoe magonjwa, iondoe kufutwa kazi ovyo ovyo, iondoe ndoto mbaya, iondoe mikasa, iondoe mikosi. Unapomaliza hivyo, unakoroga maji yako na ile chumvi ya mawe, unapiga deki ndani ya ile nyumba. Ukishapiga deki ndani ya ile nyumba, piga deki. Ukishapiga deki yale maji, sema Baba, nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa mbingu na ardhi. Ukishamaliza, Baba, asante kwa kunifungua, asante kwa kuniosha, asante kwa kunitakasa. Yale maji ukishapiga deki, umeyakamulia ndani ya ile ndoo. Nisikize vizuri sana. Yale maji ukishapiga deki ndani ya ile nyumba, umeyakamulia ndani ya ndoo. Usiyamwage popote pale. Yale maji yatahitajika yamwagwe aidha katika sehemu zifuatazo. Kama uko karibu na bahari, itakuwa ni bora sana umwage baharini. Kama utakuwa karibu na makaburi, itakuwa ni bora vizuri sana uimwage ndani ya makaburi. Kama utakuwa uko katikati ya barabara, una barabara ambayo iko na njia panda, itakuwa ni bora ukiyamwaga wapi? Ukiyamwaga kwenye barabara, ili yafanye nini? Umwage kwenye njia panda, penye njia zimepasuka, ili hizo kisirani kiende pale. Kama hauko pale, una uwezo wa kumwaga hata chooni. Kama sio chooni, una uwezo wa kwenda kuyamwaga katika jaa la takataka. Niulize kwa nini umwage chooni, umwage kwenye jaa, umwage baharini, umwage kwenye mibuyu, umwage kwenye njia panda? Ni kwa sababu yale maji ulipomopo pale ndani, umetoa nuksi, umetoa visirani. Visirani havibebwi na vitu vingine, ila visirani hubebwa na wachawi, majini na waganga. Kwa hivyo lazima, kitu cha kwanza unapoenda kumwaga, utakuwa unamwaga nini? Unamwaga vile visirani. Kwa hivyo sana, mahali tunapojua maroho wabaya wanakaa majini, na hata waganga wanafanya mambo yao mengi, inafanyikanga makaburini, baharini, kwenye majabali, kwenye miamba, kwenye nchi kavu, kwenye jaa ya takataka, kwenye mibuyu, kwenye miti mikubwa mikubwa, vitu kama hizo, njia panda, ndio waganga na wachawi hukutana wakafanya mambo yao. Sasa mambo kama hayo itakusaidia. Baada ya kumaliza hivyo, ukishamwaga yale maji, rudi. Ukisharudi, chukua mdalasini. Chukua mdalasini wa unga. Hakikisha mdalasini wako ni wa unga, japo kuwa utahitajika uwe na mdalasini mmoja wa kijiti. Mdalasini, nataka nikueleze siri ya mdalasini. Mdalasini una uwezo wa kuvuta mambo mazuri. Mdalasini kazi yake huwa ni attraction. Siku zote kila mtu katika dunia hii, hakuna mtu anayetaka mambo mazuri. Kila mmoja anaomba mambo mazuri. Kwa hivyo mdalasini una uwezo wa kukuvutia mambo mazuri katika maisha yako. Na mdalasini una uwezo wa kubadilisha maisha yako ya kifedha. Mdalasini una uwezo wa kubadilisha maisha unayoyaishi ya kindoa. Kitu ninachotaka kusema ni hiki kwamba utakapokuwa na mdalasini, baada ya kuomba hivyo, chukua mdalasini, nyunyuzia mdalasini katika kila kona ile nyumba. Useme, Baba, nahitaji mafanikio, nahitaji kubarikiwa, nahitaji ndoa yangu isimame, nahitaji kazi yangu ifanikiwe, nahitaji watoto wangu wasome wafanikiwe. Mungu wangu, nahitaji niwe na afya tele, nahitaji niwe na amani, niwe na utulivu, nisiwahi hangaika. Ushaelewa?
chukua jani lingine linaloitwa bay leaf, jani la mzeituni. Jani la mzeituni linapatikana kwenye supermarket. Ukienda supermarket utalipata. Ukienda kwenye maduka haya ya kuuza madawa ya kienyeji utayapata. Nunua majani ya mzeituni. Choma majani ya mzeituni pamoja na kijiti cha mdalasini pamoja na karafuu. Fukiza ndani ya makaa, ndani ya ile nyumba kabla hujaingia. Aya, ukishamaliza hivyo, funga mlango wako, shukuru Mungu na umwambie Mungu na kushukuru na kuweka uwe mlinzi katika nyumba hii, katika jina la Yesu Kristo. Wewe wakati umetoka ulikusha piga hiyo nyumba deki, umewasha mdalasini ndani, umefukizia, umenukia ndani mdalasini, bay leaf, hii karafuu. Tayari zile ni spirit nzuri zimeanza kukaribishwa ndani ya ile nyumba. Zile mbovu uliziondoa saa zile. Sasa wakati unapokuja, ukishaingia ndani ya ile nyumba, wakati utakapokuja, kama labda uliosha leo, kesho unaingia. Kesho ukitaka kuingia hiyo kesho, nataka nikufundishe tena njia nyingine. Usiingie na kuanza kupika pale tena immediately. Ukiingia, kama ni chakula utakachokikula pale, make sure ulibakisha kiporo cha sima ya jana na mboga ya jana. Mukule na watoto wako na mulale. Na msizipashe moto. Kuleni zikiwa mbichi, zikiwa baridi. Mtakapokula chakula hicho kikiwa baridi, hakuna mchawi atapenya kwenu. Hakuna jini wala mganga atafaulu katika maisha yenu. Kwa sababu wakati mwingi sana ukitaka kushika mchawi ama mganga ama jini, usipende kula vitu vya moto, kula vitu vya baridi. Nafundisha hivi kwa sababu nakumbuka hata kuna wakati mwingine katika desturi yetu, mila zetu kule nyumbani, tulikuwa tunafundishwa kwamba ukitaka kushika mchawi unakula vyakula baridi kwa wiki moja. Ukikula vyakula baridi kwa wiki moja utamshika. Sasa ukiwa utakula hicho chakula baridi na watoto wako na mkeo, mkalala hiyo siku, kesho mnaweza pika tu sasa mkakula. Sasa hapo mumeteka zile nguvu za giza zote. Hakuna mchawi, mjini wala mganga atafaulu kwenu. Itakuwa sasa maisha yananyoroka. Asante sana kwa kunisikiliza. Natumai video hii itakuwa ya manufaa kwako. Barikiwa sana mtu wa Mungu, hasa wakati huu mnapoendelea kusherehekea sikukuu ya Krismasi. Najua watu wanajiandaa kusafiri kwenda bara, wengine wanasafiri kuja pwani, wengine wanasafiri kwenda Nairobi, Eldoret na Kakamega. Na tena napenda kusema tu nawatakia safari njema. Mungu wa mbinguni awalinde, awabariki, awafunike na damu ya Yesu Kristo, awaepushe na mabaya, awaongoze katika njia ya haki. Muwe wenye kufaulu katika kila jambo mnalotia mkono wenu. Barikiwa. Shalom, shalom, shalom.